Yani ishajitosha kusema Yanga kwa sasa kama Diarra anakuwa mzima na bado anatumikia klabu ya Yanga, hawana haja ya kuwa na golikipa chaguo namba moja. Lisemwalo lipo. Umeniuliza kwamba Chama ni kweli yani ana umuhimu pale klabu ya Simba? Jibu langu ni kwamba Chama sioni umuhimu wake ndani ya klabu ya Simba. Kama ulikuwa unauona umuhimu wake, kwani Chama aliondoka mbaya? Naam, mtazamaji, baada ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kuondoshwa katika michuano ya AFCON katika hatua ya 16 bora, nipo na Hamis Mako Hamis, mlinda mlango wa akiba asiye na namba. Tumeshuhudia Homeboy Masaranga akiwa katika milingoti mitatu katika mchezo dhidi ya Morocco. Kwa kiasi gani umefurahishwa? Ni kijana ambaye umemuona tangia way back Dodoma pale na amekwenda kudaka national team katika mchezo mkubwa. Kwa kawaida maisha yetu sisi binadamu pale unapomuona mwenzako anafanikiwa, ukiwa na roho ya utu, imani na upendo, lazima unafurahishwa. Mbali ya kumfahamu Hussein Masaranga muda mrefu, nyakati nyingi, lakini nafurahishwa kuona kijana wangu, ndugu yangu, rafiki yangu, mdogo wangu. Unajua eji za mpira, watu wa mpira wanakuwa wakubwa lakini eji zao waga ni ndogo. Kwa hiyo mdogo wangu Hussein Masaranga anafanya vizuri kwenye karia yake ya soka. Ni mlinda mlango namba 1 pale Singida Black Stars, na amethibitisha kwamba hadaki kwa bahati mbaya kama kipa namba 1 pale Singida Black Stars. Ameaminiwa na kocha Gamondi, national team, anaonyesha uwezo wake. Pamoja na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kuondoshwa katika hatua ya 16 bora, mambo mengi yamezungumzwa kuhusiana na tukio la muamuzi. Kwa upande wako, nadhani muamuzi alikuwa sahihi kutokimbilia katika VAR kuangalia kama ilikuwa ni penalty ama si penalty? Hakuna Mtanzania yoyote na mpenda soka yoyote, hata asiye Mtanzania, awe anatoka bara la Ulaya, Asia, Amerika, Afrika, vyovyote, yani hakuna mtu ambaye ni mtu wa football kabisa ile ndaki akafurahishwa na maamuzi ya muamuzi Traore kutoka Mali. Kiukweli ameikanda sana Tanzania, amewakumbatia sana Morocco, amewabeba sana mgongoni, amewafanya ni timu ya kwanza kivyovyote lazima ishinde. Unajua kuna namna hata kabla ya ule mchezo sisi lazima tulikuwa tuingie kama timu ya pili, lakini baada ya kuona plani zinafeli, kuna wakati sasa Morocco wana struggle sana kupata goli, kutufunga, akaona hapa hakuna namna, ni kuwapunguza spidi, kugawa kadi kama njugu. Unaona anang'amua matukio ambayo vijana wa Tanzania wanawachezea Morocco, lakini matukio ya vijana wa Morocco kuwachezea Tanzania hayaoni. Maamuzi anayafanya ambaye yanawafavor tu Morocco kwa Tanzania hayaoni. Kwa hiyo unaona jinsi gani alivyowabeba mgongoni, alivyotumia mbeleko na alivyowafanya kuwa kwamba wako nyumbani ni lazima washinde. Siku zote unajua mpira wetu wa Afrika kuendelea, kuna wakati utakuwa ni kazi sana. Bado kuna ile kasumba aliyoko nyumbani lazima wambebe. Na mimi najaribu kuwaelewa kwamba Morocco wako nyumbani. Morocco ndio waandaaji wa michuano hii. Wapo sponsors wamewekeza kwenye michuano hii. Nafikiri imetumika kama busara kuwalinda wenyeji ili kuendelea kunogesha michuano ama mashindano, kwa sababu pia ingetoka Morocco ingekuwa ni fedhea. Story sio samaki kumla, sio samaki kuliwa na binadamu, ila samaki akimla binadamu, hiyo ndo story. Umejaribu kuimagine kwamba jana Stars angemtoa Morocco, story ingekuwa kubwa kiasi gani barani Afrika, Ulaya na hata Tanzania. Lakini kwa sababu sisi ni wadogo, tumekubali kuwa wadogo, lakini muamuzi kuna namna ametuchinja. Kwa mantiki hiyo, unatamani kumuona sasa assistant coach Miguel Gamondi akiweza kupewa mikoba ya kuendelea kuinua national team kwa ajili ya AFCON 2027? Mapema sana, yani sio kitendo bila kuchelewa, kwa sababu huyu Gamondi ndio yule mwalimu ambaye hana hata miezi 6 na timu ya taifa, hana miaka mingi timu ya taifa, ana muda mchache, lakini ameonyesha kwamba ana kitu cha ziada. Kama watamfutia majukumu yake kwa makubaliano maalum, akapewa timu yetu ya taifa ya Tanzania, akakaa nayo kwa muda mrefu kwa michezo tofauti tofauti, aidha ya kalenda ya FIFA, si unanielewa, aidha michezo muhimu kwa ajili ya kuqualify michuano fulani, au hata kwa ajili ya AFCON 2027, Gamondi ni mwalimu ambaye anatosha. Hatusemi kwamba
tunamkingia kifua au hatusemi kisa labda tunasema tu, lakini tunasema tukimaanisha kwamba Gamondi anatosha kwa timu kuwa kocha wa timu yetu ya taifa ya Tanzania. Anaonekana ana kitu, akikana timu muda mrefu akaiandaa, akawa na point wachezaji. Bahati nzuri faida ya Gamondi, anaijua nchi yetu ya Tanzania, anaijua ligi yetu ya NBC Premier League. Wachezaji ndio hawa anawatumia. Kwa bahati nzuri wale ambao walikuwa wageni hajawahi kufanya nao kazi, kumbuka kwamba Samata Msuva ni mara ya kwanza kufanya kazi na Gamondi. Na Gamondi hajawahi kuwa kocha wa timu ya taifa yoyote, ndio mara yake ya kwanza kuwa na timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo tayari kwa hichi kidogo kimemtosha kuwa mkubwa kwa michuano ijayo ama tournament zijazo. Bwana, michuano ya Mapinduzi inaendelea pale visiwani Zanzibar. Simba ikiwa miongoni mwa timu ambazo zinashiriki michuano ya Mapinduzi. Simba ni miongoni mwa timu ambayo inahusishwa sana na jina la Clatous Chota Chama, lakini pia baada ya kuanza michuano ya Mapinduzi tumeshuhudia miongoni mwa wachezaji wapya ambao inasemekana wanafanya trial na Simba akiwepo Mwangosi. Unadhani kwa kipindi hichi dirisha dogo la usajili Steven Baka na kikosi cha Simba kuna haja ya kumrudisha Clatous Chama kama ambavyo zinahusishwa, lakini pia kijana Mwangosi umemwonaje? Kwa Simba kwenda Mapinduzi kushiriki michuano hiyo ni jambo zuri sana, lakini pia kwa Simba kutumia fursa hii kuwafanyia majaribio wachezaji kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi, naiona sio Simba, naona ni kama wanaleta utoto na kujifanya ni watoto ama kuifanya hii timu kama ni timu fulani ya trial. Simba sio timu ya trial, kwanza tukubaliane. Simba ni timu ambayo inatakiwa impoint mchezaji, kama ni akaunti zivunjwe, vibubu vivunjwe, watu wamchukue mchezaji kwa kumpoint bana fulani anatosha kuja kuchezea Simba. Alafu sasa ndo mambo mengine endelea, lakini hizi issue za Simba kwenda na wachezaji ama kuwaita wachezaji kwenye Mapinduzi waende wakafanye trial, bado naona kama Simba hawaitendei haki nembo yao ya club. Simba ni wakubwa na siwaoni kama ni timu ya kufanya trial. Imekuwa ni kawaida kwa Simba Sports Club. Michuano yote ya Mapinduzi imekuwa mazoea sasa. Yaani Simba wamekuwa na hiyo tabia na mazoea ya ajabu ambayo naweza nikayaita hivyo mimi, kwa sababu sioni Simba kwa ukubwa na jina walilonalo iwe ni timu ya kuwajaribu wachezaji. Hii ni kawaida. Umeona kuna wakati wanaita tena mpaka kina Shibobu walishapita, wanawaita tena kwenye Mapinduzi waende wakafanye trial. Simba sio timu ya trial kwa wachezaji ambao wanatakiwa tu wakaonyeshe uwezo wao, kwa sababu michuano ya Mapinduzi kwanza lazima tuiheshimu. Sio michuano midogo. Ile ni michuano ambayo inaandaliwa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hii michuano tuseme imepelekwa wizarani, lakini ipo chini ya rais mwenyewe. Bingwa anachukua milioni 150 brother. Zamani tulikuwa tunacheza ligi kuu soka Tanzania bara, bingwa alikuwa anachukua milioni 50, haitoki kwa wakati, kuna wakati milioni 80 kapandishiwa. Sasa hivi at least walao, lakini tulishacheza ligi tunawania bingwa milioni 50. Sio, unanielewa? Hebu fikiria unacheza michezo michache, ukiwa bingwa unapata milioni 150. Hazikusaidii kwenye mambo yako, lakini pia zinakupa heshima na jina na kikombe unaongeza kwenye kabati lako. Sio kwamba wewe umekuwa ni bingwa, na bahati nzuri Simba michuano hii pia amekuwa akiitendea haki. Kama unaamua kufanya majaribio kwa wachezaji wale ambao hawapati nafasi kwenye kikosi chako cha kwanza, na bahati nzuri sasa hivi wachezaji wengi wapo kwenye timu ya taifa, ndio muda mwafaka wa kuwatumia wale ambao hawapati nafasi kwenye kikosi chako kawaida, lakini sio kuleta wachezaji wapya wafanye majaribio. Ila kwa sababu wanasema hizi ndio nyakati ambazo mwalimu anaweza akawaangalia wachezaji wanaomfaa. Sio pia kitu kibaya sana, lakini isiwe mazoea wa Simba Sports kuwa na wachezaji kwa ajili ya kuwafanyia majaribio kwenye michuano ya Mapinduzi. Hao ambao umewaona unadhani wanaweza kaisaidia Simba? Kwani mara ngapi wanaleta watu na wasaidii kwenye michuano hii kwa ajili? Mimi sijaona bado, kwa sababu unajua kila michuano ina ugumu na wepesi wake. Leo hii nikikwambia ugumu wa michuano ya klabu bingwa ama shirikisho, utaiona ina ugumu wake. Mfano, michuano ya ukipata nafasi ya kucheza michuano ya kombe la klabu bingwa, utaona ina ugumu labda pengine tofauti na michuano ya kombe la shirikisho. Lakini ukija kwenye NBC utaona kuna ugumu kuliko CRDB. Si unanielewa?
Ndio maana unaona hata kumkuta kipa ambaye hujazoea kumuona au mchezaji usiozoea kumuona kwenye michuano ya kawaida kwenye CRDB Federation au Mapinduzi ni kawaida, lakini huwezi kuona mchezaji ambaye watu wanamtumainia ukamweka benchi kwenye NBC Premier League ama michuano ya kimataifa. Sio, unanielewa? Tunaweza tukasema michuano ni mepesi, lakini pia tunaweza tukasema Simba Sports Club hii tabia inaweza ikawa inawagharimu, kwa sababu unaweza ukamwona mchezaji anakufaa Mapinduzi, lakini kumbe michuano ilikuwa ni mepesi, sio hadhi ya mchezaji, lakini pale ilikuwa ni sawa ya mchezaji. Sio, unanielewa? Kwa Clatous Chota Chama, Simba wakimrudisha Chama watakuwa wanakosea sana, kwa sababu lazima tukubali ni mchezaji mbaya, na wala sijasema mbaya, lakini Simba wakimrudisha Chama watakuwa wanajikosea sana na hata kuwakosea mashabiki wao, kwa sababu huwezi ukatapika afu ukayarejea matapishi. Huwa ni kazi sana kuyarejesha matapishi kinywani, ila ni mepesi matapishi kutoka kwenda chini, sio, unanielewa? Chama ameshafanya kila kitu klabu ya Simba, alishaondoka, sio, unanielewa? Alishaondoka akarudi tena, aliporudi akuonyesha pengine ubora kama ule uliomfanya aondoke, sio, unanielewa? Akaenda Yanga. Kule Yanga nyewe hujaona akitumika, wakati Simba ameondoka kama bingwa wa muda wote, sio, unanielewa? Ameenda Singida. Inatakiwa Chama tukubali, na mchezaji yote mzuri lazima tukubali kuna wakati anapanda na kushuka. Hizi ni nyakati za Chama kuyafikia maisha yake ambayo yanamkuta mwanasoka yote. Simemwona Neymar sasa hivi yuko wapi? Hakuna mtu wa sasa, kama hakuna mtu wa kumweka benchi Chama Simba, sio hakuna kwamba hakuna wa kumweka benchi, mtu wa kumweka Chama Simba benchi hakuna. Hapana, nyinyi mmeniuliza kama Chama anatakiwa kurudi Simba. Ndio. Sasa kama anarudi, wewe unapoona nafasi yake Chama, kuna mtu ambaye hata akirudi unamwona Chama akiingia kwenye kikosi cha kwanza maingii. Chama akienda Simba pale Simba wataforce kumweka kikosi cha kwanza kwa sababu wanaamini ni mchezaji wao ambaye aliondoka akitokea kikosi cha kwanza, lakini kwa hadhi ya Chama ya sasa hivi ama kwa uwezo wa Chama wa sasa hivi, mimi simuoni akiingia Simba kikosi cha kwanza. Nani anamweka benchi Chama pale akiingia? Namba yake Chama ambaye anacheza. Huyo ambao unaweza kumsema Charles Ahoua mwenyewe nafasi hivi hapati. Sawa, lakini Charles Ahoua nafasi hapati. Ukiangalia Charles Ahoua nafasi hapati ni kwa sababu uongozi wenyewe wa Simba Sports Club waliamua kumfanya Ahoua asiwe na namba. Mfano kwani Ahoua uongozi wanapanga kikosi cha Simba? Kwani kocha aliondoka Simba ni nani? Kabla yeye alikuja Steven Baka. Kabla Steven Baka? Alikuwa Pantev. Pantev. Aliyefanya, kwani kabla ya Pantev Ahoua alikuwa achezi? Kwani Ahoua si ndio huyu alikuwa akicheza na akiwa na namba nzuri ndani ya klabu ya Simba? Lakini baada ya kuja Pantev ilionekanika mifumo yake inawakataa wachezaji wengi, sio tu Ahoua peke yake. Unamwona Ahoua anakaa benchi, mashabiki wanapiga kelele. Kuna wakati Ahoua anacheza, lakini Ahoua ndio huyu alikuwa anaisaidia Simba michuano ya ndani na michuano ya nje kimataifa, sio, unanielewa? Lakini Pantev amekuja na mifumo yake, mifumo ikamkataa Charles Ahoua, lakini kwa sababu mifumo imemkataa Charles Ahoua, mwalimu anaikuja anaweza akaja akaendelea aidha alipoishia mwalimu mwenzie ama akaingia na mitazamo na vile na falsafa zake yeye mwenyewe. Mimi Ahoua sioni kama ni mchezaji ambaye anatakiwa akae nje katika klabu ya Simba. Ahoua si ndio alisema anacheza slow, lakini si ndio kuna wakati alikuwa anaisaidia Simba. Unaona ni mzuri kwenye mipira iliyokufa, unamuona ni mzuri akipata nafasi, unaona namba zake zinatajika vizuri, na kuna wakati unaona pengo lake linatajwa endapo hajacheza. Kwa hiyo mimi simuoni Chama akija Simba Sports Club eti kwamba anahitajika sana na akija ni lazima acheze. Hapana, kwani Chama paka anaondoka Simba wenyewe si ndio walikuwa na option ya kumuongezea mkataba au kumnyima? Si walimwacha aondoke? Ilitokea kipindi sintofahamu, kimya umepita hapo katikati, Simba waongee kitu kuhusu Chama na Chama naye anasema anawasubiri Simba wafanye kitu kama kwa Shabalala. Kama kwa Shabalala. Kwa hiyo Simba kuna namna wakikuchoka hawaongei chochote. Sasa ukimya nalo kuna wakati ukimya ni jibu. Kwa sasa hivi hawajamchoka. Ni kutapatapa. Unajua kuna wakati mfamaji. Kwa maana yake Simba wanatapatapa, tukubaliane hapo. Kwa sababu uwezi kuwa umemwacha Chama, kwa sababu kama ulikuwa unamtaka. Kutapatapa ni kuhangaika, yani hujui unalolifanya. Kutapatapa sasa kama kwani
Kwani Chama paka anaondoka Simba kuna mtu alikuwa juu bora? Lakini hizi ni tetesi. Usinene ukamala. Lisemwalo lipo. Umeniuliza kwamba Chama ni kweli yani ana umuhimu pale klabu ya Simba? Jibu langu ni kwamba Chama sioni umuhimu wake ndani ya klabu ya Simba. Kama ulikuwa unauona umuhimu wake, kwani Chama aliondoka mbaya? Chama aliondoka mzuri. Simba ndo akumuongezea mkataba, si anaenda Yanga. Yanga wenyewe wameona hafai, sikaenda Singida. Singida ndio tukubali kama Neymar tu. Yaani kuna wakati sasa Chama arudi kule Zambia alipotoka akamalizie soka lake, lakini sio tena eti arudi Simba. Ingekuwa hivyo basi wamrudishe na Okwi. Bwana Makoa, tumalizie. Performance ya Djigui Diarra katika michuano ya AFCON, unadhani anastahili sasa kuwa kipa mwenye uwezo mkubwa kwa kwetu Tanzania kuwahi kutokea katika ligi ya Tanzania bara kwa hivi sasa, ama bado tuendelee kuwafananisha na makipa wengine? Unajua zama zinabadilika. Unajua soka la kipindi cha nyuma sio soka la sasa hivi. Hilo lazima tukiri. Soka la sasa hivi kidogo limeadvance, soka la sasa hivi kidogo limekuwa wazi, soka la sasa hivi kidogo limekuwa fedha. Tofauti, unajua kuna wakati tulishakuwa na wachezaji bora ambao walicheza mpira wa ridhaa, ambao haukuwa na faida wala kipato kwao, lakini walijituma wakacheza. Ndio wale wachezaji ambao tunawazungumza duniani kote wapo. Hata Tanzania wapo hao wachezaji. Makipa wa klasi ya juu Tanzania wapo waliwahi kupita. Wachezaji wanaocheza nafasi za ndani wa klasi ya juu wapo waliwahi kupita Tanzania. Ukija Afrika utahitaji hata leo Nigeria unaiona kina Osimhen, sio Nigeria kina Taribo West, ya kina Tijani Babangida, sio ile ya kina JJ Okocha Amokach, si unaelewa? Juzi nilikuwa nafuatilia game ya Nigeria, walifunga goli wakashangilia style ambayo alikuwa anashangilia Uche Okochuku. Kama unatapatapa kama una rangi hivi, unajua lazima wahenga ama wakongwe tu wakumbuke, sio unanielewa? Ile style iliyokuwa inashangiliwa ile kama ya kutapatapa, una danki kama unadondoka, ilikuwa ni style ya Uche Okochuku, sio unanielewa? Kwa hiyo wachezaji wa class na daraja la juu walikuwepo toka zamani, isipokuwa sasa inategemea na nyakati. Kwa nyakati hizi, kwa nyakati za hivi karibuni, Djigui Diarra ni bonge la mlinda mlango. Kwa sababu kwanza Djigui Diarra unajua atazeeka na ule utamu wa Buffon. Sio unanielewa? Na kwa kawaida ya magolkipa ni tofauti na wachezaji wa ndani. Kipa anavyozidi kuwa na age, inavyozidi kusogea, ndo anavyozidi kuwa mtamu, kwa sababu pia anazidi kuwa na experience kubwa zaidi. Sio unanielewa? Ukiangalia hata age ya Djigui Diarra na kazi anayoifanya, kuna wakati hao watoto ambao ndo tunaita labda majenzi au magolikipa kizazi cha sasa hawafikii uwezo wa Djigui Diarra. Ana utulivu mkubwa, ana maarifa mapana, ana akili za kutosha, anajua kujiposition, anajua kupanga. Yani ni kipa ambaye anamaliza kila kitu anapokuwa anahitaji kupanga ukuta wake, kusemezana na wachezaji wake na hata kukamata mipira yake. Anajua huu ni mpira wa kucheza na mguu, huu ni mpira wa kucheza kwa mikono, huu ni mpira wa kupanchi ama kupanchua. Anajua huu ni wakati wa kusogeza mashambulizi mbele, huu ni wakati wa kutulia lango. Yani Diarra ana full utulivu. Kwa hiyo kwa magolikipa wa kizazi cha sasa ambaye Djigui Diarra anaanzia kwenye nyakati fulani mpaka nyakati za sasa kwa Tanzania, kama ili swala la kumfanya mtu kuwa Msukuma, sijui unanielewa, kama ni swala la kumfanya mtu sijui kumpa kabila la Kihaya, Kichaga, kama ingetupendeza kwa uwezo wa Djigui Diarra, basi leo tumfanye hata awe Mpare. Amna, tumfanye awe Mnyakyusa, ana umbo la Kinyakyusa. Vyote lakini awe Mtanzania, bado ana uwezo wa kutusaidia hata sisi kama taifa kama inawezekana. Kwa hiyo kwa jibu langu limetosha kukujibu kwamba mlinda mlango Djigui Diarra ni moja kati ya magolikipa wazuri sana kuwahi kutokea kwenye soka letu la Tanzania. Amemaliza kila kitu, anawafundisha magolikipa wa vilabu mbalimbali, anawafundisha magolikipa kutoka nje na ndani bila kujali umri wao. Yaani ishajitosha kusema Yanga kwa sasa kama Diarra anakuwa mzima na bado anatumikia klabu ya Yanga, hawana haja ya kuwa na golikipa chaguo namba moja tena. Yaani umletee Diarra, kwanza huwezi kumletea changamoto. Yaani Diarra unamletea changamoto gani? Changamoto yake afu ni msheri. Kwa sababu sheria, yaani changamoto ya Diarra ni awe injury, majeraha. Changamoto ya Diarra apate udhuru wa kibinadamu. Ili Diarra umweke nje, yani ndo matatizo yake hayo. Si Diarra mzima?
anaumwa, amefiwa, ana changamoto za kibinadamu zinazomfanya asiwepo kwenye mchezo. Lakini Diarra kama anakuwa kwenye utimamu wake, ana mkataba na Yanga, hana kipengele chochote na klabu ya Yanga, yeye ana furaha na Yanga wana furaha. Kuna haja engineer aongeze mpunga pale. Kuna wakati unaweza ukasema kuna haja, lakini inatokana na mapenzi yake mwenyewe. Performance anayoonyesha michuano ya AFCON, kama kuna mataifa na vilabu vingine wamemuona na yeye akawa ana hamu ya kubadilisha changamoto, basi inaweza kuwa ni wakati wake sasa wa kwenda kumaliza soka lake kwa heshima. Kama Macron natamani kuendelea kumuona akibaki Dar es Salaam Young African, kwa sababu paka anakwenda Mali na kuwa golikipa namba 1 wa timu ya taifa la Mali. Kwanza ameheshimisha NBC Premier League. Lazima profile yako ichunguliwe. Wewe ni nani? Umeitwaje? Unatokea klabu gani? Unacheza? Imegundulika bara Diarra anatokea Tanzania, ligi ya NBC Premier, na ndio kipa namba 1 wa club giant Young Africa. Sio, unanielewa? Anaitwa national team, na ikumbukwe, watu kama wakumbuki, ikumbukwe Diarra alikuwa ni kipa wa Mali namba 2. Performance yake imemfanya kuwa golikipa wa Mali namba 1. Kwa uwezo anaoonyesha, hata golikipa wa Mali namba 1 anasema yes, nimedeserve kukaa nje ili baba wacha lidaki.